Naitwa Anko Jina na ripoti kutoka kata ya Murukurazo. Nyuma ya kamera yuko Miss Minza akihakikisha kwamba ripoti hii inakujia katika kampeni za Chama cha Mapinduzi kata hii ya Murukurazo. Kama alivyozungumza mheshimiwa diwani, yeye ameomba kura zake, mimi kura zangu nitaziomba mwishoni nikimaliza kuongea na nyinyi. Lakini tunaye mwenzetu ambaye ndiye bosi wetu Dr. Samia Suluhu Hassan, ambaye ni mgombea wa urais kupitia Chama cha Mapinduzi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Yeye hayuko hapa na hatapata nafasi ya kufika hapa. Kwa hiyo sisi tunakuja kuzungumza kwa niaba yake, tuweze kuambia matumaini makubwa sana ambayo ametupa, ambayo amesema na kwenda kuwafanyia nyinyi wakazi wa kata Murukurazo. Yapo mengi sana ambayo ametuahidi, mamilioni ya fedha ambayo ametupa miaka 4 iliyopita na mamilioni mengine ya fedha ambayo anakwenda kutupa ndani ya miaka 5 ijayo. Yote yapo katika ilani. Mheshimiwa diwani akizunguka kwenye vijiji na vitongoji atakwenda kuyasema, atapata muda mzuri wa kueleza. Lakini mimi leo naomba niwaambie swala moja ambalo ni la msingi, ambalo Dr. Samia Suluhu Hassan amesema kufikia mwezi wa pili mwaka 2026 kuna fedha ambazo atazitoa nchi nzima ziende kukopesha wajasiriamali, ziende kukopesha vijana wanaohitaji kujiajiri kwenye biashara mbalimbali, pamoja na kina mama ambao wanataka kufanya ujasiriamali lakini wana changamoto ya mitaji. Amesema zile fedha anakwenda kuzimwaga nchi nzima. Na mimi kama mtanichagua ndio nikawa mbunge wa jimbo la Ngara mwaka 2025, naomba niwaahidi nitakapoingia bungeni, cha kwanza kabisa kufanya, kwa sababu bunge la kwanza ni mwezi wa 11. Kwa hiyo cha kwanza kufanya kabla ya yote ni kumwambia mama zile fedha naomba zitoke zifike Murukurazo. Hii ni ahadi ambayo naitoa kwa sababu na uhakika hizo fedha zipo. Dr. Samia Suluhu Hassan ametenga shilingi bilioni 200 kwa ajili ya kuja kuwainua wajasiriamali wadogo, kwa ajili ya kutengeneza ajira binafsi kwa vijana. Mwezi wa pili ambapo ametuambia ndani ya siku 100 za kwanza hizi fedha zitakuwa zimekwisha fika kule ambako zinatakiwa. Siku 100 za kwanza za Dr. Samia Suluhu Hassan tukimchagua zinakwenda kutimia mwezi wa pili, wiki ya pili. Sasa mimi hii vita ya kwenda kudai hizi bilioni 200 ambazo utakwenda kuchagua shilingi ngapi zifike Murukurazo, hii kesi naomba mnikabidhi mimi nikapambane hizi fedha. Mwezi wa pili nitakuja nazo hapa nikiwa na diwani wenu. Sasa ili kuanzia mwezi wa pili tuone kila mmoja wetu anajishughulisha na ujasiriamali, tuone vijana wanajiajiri kwa kununua bodaboda zao, waache bodaboda za kuendesha kwa mikataba, tuone kina mama zetu hawa mitaji yao inakuwa, ili tuweze kuona kina baba zetu wanatengeneza vikundi kwa ajili ya kutengeneza ujasiriamali nao waweze kuingiza chochote. Ni lazima tukampigie kura nyingi sana Dr. Samia Suluhu Hassan, kwa sababu ndiye mbeba maono, ndiye mwenye fedha zote zinazokuja kuleta maendeleo katika jimbo letu la Ngara, ndiye mwenye fedha ambazo zitakuja kutuletea maji hapa katika kijiji cha Murunyinya, na ndiye mwenye fedha ambazo zitakwenda kuleta maendeleo, kuondoa changamoto mbalimbali ambazo tulizonazo hapa. Naomba tunyoshe tena mikono kwa zile kura za Dr. Samia Suluhu Hassan. Samia oye! Samia oye! La mwisho ndugu zanguni ni kwamba yapo mambo mbalimbali ambayo yanaendelea kuzungumzwa yakilenga kutukatisha tamaa ya kwenda kujitokeza kupiga kura tarehe 29 mwezi wa 10. Mimi naomba kuhakikishia kwamba kupiga kura ni jambo la kikatiba. Katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imesema kila baada ya miaka 5 kutakuwa kuna uchaguzi wa madiwani, wa bunge, pamoja na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, pamoja na rais wa Zanzibar. Lile ni takwa la kikatiba. Kama kuna mtu yoyote ambaye anakushawishi usijitokeze siku ile kwenda kupiga kura, ndugu yangu, naomba nikuhakikishie huyo mtu ni muongo, ni mpotoshi, ni mchonganishi, anataka wewe ukavunje katiba, usitumie haki yako ya kwenda kumchagua kiongozi unayemtaka. Na huyo mtu haitaki nchi yetu amani, hataki maendeleo katika jimbo letu la Ngara. Ninaomba tuwakatae kwa kiwango kikubwa sana. Vijana wenzangu, najua tunadanganywa. Msina ni ombeni tutate. Vijana wenzangu, naomba tunyoshe mikono. Kijana popote pale ulipo, naomba unyoshe mkono.
Sasa ndugu zangu vijana, sisi kuna watu ambao wanataka kututumia vibaya kwa ajili ya kufanikisha ajenda zao. Wanataka sisi tuwe mstari wa mbele kwenda kuvunja amani ambayo tumeachiwa na babu zetu. Naomba tuwakatae hawa watu. Watu wanakudanganya kwamba ukikwamisha ama ukafanya mchakato wa kupiga kura ukwame, basi utapata maendeleo. Watu wanatuaminisha kwamba tukisababisha amani yetu ikatoweka ndani ya nchi yetu, basi kesho yake tutapata maendeleo. Kijana mwenzangu, naomba nikwambie, anayekwambia hivyo anatupotosha, kwa sababu amani ni mchakato. Amani tulioachiwa na babu zetu walitumia muda mrefu sana kwa ajili ya kuitafuta, hawakuipata ndani ya siku moja. Wala amani sio kama taa ya umeme kwamba ukiamua uiondoshe taa unazima, ukiamua umeme urudi unawasha taa. Ndugu zangu, amani ni kama kujenga nyumba. Unaweza kujenga nyumba kwa miezi na miezi, lakini kikaja kimbunga ndani ya dakika moja kikaiangusha nyumba. Ili nyumba yako uweze kuinua tena, inabidi uchukue miezi mingine mingi kwa ajili ya kusimamisha nyumba yako. Kwa hiyo amani yetu ni kama nyumba. Amani ni ujenzi ambao unahitaji mchakato. Kwa hiyo kijana ambao unaamini kwamba amani kitoweka kesho au kesho kutwa utapata maendeleo, ndugu zangu, naomba nikwambie hilo unajidanganya. Hata amani kitoweka itachukua muda mrefu kwa ajili ya kwenda kudai maendeleo na kuja kuyapata tena. Inawezekana mpaka kijana wa leo ukazeeka bila kupata yale maendeleo ambayo ulikuwa unaaminishwa kwamba ukiwa mstari wa mbele kwenye kuvunja amani yatakwenda kupatikana. Hilo ndugu zangu vijana, naomba tukae tukilijua kwamba tukivunja amani tutakuwa tunatengeneza maisha mabaya ya vizazi vyetu tunavyoviacha, ya wadogo zetu na watoto zetu ambao watakuja kuishi maisha ya shida, kwa sababu sisi ndio tumechezea amani iliyopo, tumewatengenezea watoto wetu na wadogo zetu maisha mabovu. Naomba tusikubali maisha ambayo tunaishi sasa hivi ambayo tuliachiwa na mababu zetu, baba zetu, mama zetu, wazazi wetu. Ni kwa sababu wao walithamini amani, ndio maana mpaka leo mnaona sisi tuko hapa. Murukulazo Sasa tarehe 29 Oktoba, katika nafasi ya mbunge wa jimbo la Ngara, mgombea ni mimi peke yangu, Doto Jason Bahemu. Hii unayoiona hapa mbele ndio mfano wa karatasi ya kupigia kura, ambapo ukienda kupiga kura tarehe 29 Oktoba, karatasi ya mbunge itakuwa iko katika mfano huu. Kule ni nembo ya Chama cha Mapinduzi. Hapa ni picha ya mgombea ambaye ndiye mimi na jina langu Doto Jason Bahemu. Jina Doto limeandikwa kwa herufi kubwa kwa sababu ndio jina linalofahamika sana. Kwa hiyo wewe ukienda sema Doto, watakuelewesha Doto Jason Bahemu ni huyu, na picha yangu ni hii. Mbele kidogo, bwana mpanisha kidogo watu wote hapo. Afuvuta. Mbele ya picha yangu na jina langu kuna viboma viwili. Kiboma cha kwanza ni hiki kimeandikwa ndio, cha pili ni hiki kimeandikwa hapana. Sasa kura itakayo kwenda kuleta maendeleo katika jimbo la Ngara inatakiwa iwe katika muonekano huu. Hii ndio kura ambayo unachagua maendeleo katika jimbo la Ngara. Muonekano wake ni huu. Hii ndio tiki au ndio vema tunaizungumza. Ukisikia tunasema kutiki tunazungumzia vema, ndio hii. Sasa watageuza wote mtaona. Mtaona wote, sawa? Sio na wasiwasi. Sasa najua kuna wale wenzangu, masela wenzangu hawa ambao wanasubiri mwezi wa pili nije na mzigo wa Mama Samia hapa. Wao wanasema hapana, Doto ni msela wetu, ni mshikaji wetu, twende tukampe tiki na nusu. Sasa wanangu, mimi tiki na nusu siitaki. Kwa sababu tiki na nusu kipiga itaishia hapa. Ikiishia hapa haitahesabika kama ni kura, itahesabika kama ni kura batili au kura isiyo, kura iliyoharibika. Kwa hiyo haitahesabika. Kwa hiyo kwenye kura zangu hiyo haitahesabika. Kuna watu wengine wale wanasema Doto tukampe bonge la tiki, kwa sababu ndiye kijana wetu tunayempenda, tunaenda kumpa bonge la tiki. Sasa bonge la tiki unapiga pote hapa. Hiyo nayo haitahesabika. Nayo itahesabika kwamba ni kura batili au kura iliyoharibika. Kura itakayohesabika ya Doto ni hii ambayo unapiga tu kavema kadogo, yani kama hauna wasiwasi, yani hauna haraka yote, kavema kadogo pap, umemaliza unaondoka zako. Hii ndio kura ya Doto Jason Bahemu ambayo itakwenda kutengeneza maisha mazuri ya maendeleo katika jimbo la Ngara katika kipindi cha miaka 5 ijayo. Kutoka hapa katika kata ya Murukulazo, wilaya ya Ngara, mkoani Kagera, Anko G, simamia TV.